Sasa star muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania tarehe 2 mwezi wa 4 alifunguka juu ya video iliyokuwa inasambaa kwenye mtandao kwenye mtandao wa kijamii ama mitandao ya kijamii ikimuonyesha akiwa amezuiliwa na walinzi nchini Afrika Kusini, ambapo inadaiwa kuwa Harmonize alifanya vurugu kwa kumrushia chupa mteja kwenye baa moja huko Afrika Kusini. Aidha, Harmonize kufuatia video hiyo aliibuka na kutoa taarifa kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yanaendelea mtandaoni, huku yeye mwenyewe akionekana kupinga vikali, na amesema kuwa Baba Levo alitoa taarifa nusu na zisizo za kweli, kwani huyu ambaye alipigwa chupa alikuwa ni Baba Levo mwenyewe baada ya kumtukania mwanamke wake ambaye hakuweka wazi, lakini watu wengi walihisi kwamba huenda alikuwa ni Kajala baada ya Baba Levo kulewa na baadaye kumpigia simu polisi, na Harmonize na timu yake wakazuiliwa kutoka maeneo hayo. Sasa nikikupitisha kwenye andiko lake Harmonize ambalo alishare kupitia Insta story yake, Harmonize ameandika hivi: hiyo video inayosambaa na nimezungukwa na walinzi wa kasino imekuwa recorded na mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania B Levo, kwa maana ya Baba Levo, tukiwa tunacheza kamari mara kwa mara, anakuaga na mdomo akishalewa, na mara kadhaa amekuwa akilitaja jina langu, akilitaja jina la mke wangu kwa mara kadhaa, na amekuwa akizungumza, kwa maana amekuwa akitaja jina la mpenzi wangu kwa ubaya, na binafsi bora unitukane mimi uwezavyo, lakini umenikashifia mwanamke wangu ambaye hayupo hata hapa, najiona dhaifu sana, yani nakosa sababu ya yeye kutukana bila hatia, nakosa sababu ya kutukana bila hatia, yani namtukanisha yeye kutokana na kutokuwepo, lakini pia kutokana na vurugu, na inanisikitisha sana, hasa wewe ambaye unaonekana ni kiongozi mkubwa sana nchini Tanzania, hasa wa Jamhuri ya Muungano, lakini mambo yanaonekana kuwa ni ya kitofauti. Harmonize aliendelea kuandika ya kwamba kwa hiyo vurugu zimetokea na kiliwaka kasino, nilipotaka kuondoka akapigiwa simu polisi na kujitambulisha yeye ni diplomatic ili tufedheheshwe. Kifupi, pasipoti ya serikali anaitumia vibaya. Nilipotaka kutoka eneo hilo, walinzi walinizuia mimi na timu yangu kwa muda. Mzee wangu Zungu Musa na kamati ya nidhamu ya Bunge mkihitaji ushahidi na ushahidi wa hilo kasino, ina kamera, ushahidi upo kwa dhamana aliyopewa kuiwakilisha Kigoma, nitarajia ataacha tabia za utoto huu, ila Simoni akiacha, na sadly hakuna cha mteja yeyote niliyegombana naye, ni yeye mwenyewe asiseme vitu nusu nusu. Hiyo video ni ndefu, ila ameandika ndevu hapa. Amepost kipande kifupi ili kunichafua, licha ya kwamba Watanzania wengi walimsihi sana na kutoshare hiyo video, maana anajua ukweli. Ameng'ang'ania kuipost ili kuharibu image yangu. Anyways, brand yangu inatengenezwa na Mungu, ukisema inakufa ni kama unaambia watu uwezo wa Mungu unaisha. Siku brand yangu ikifa, utatumia nguvu kuelezea watu. For now unalazimisha mwishoni akamalizia mheshimiwa mbunge. Yes. Sasa hili andiko ambalo Harmonize alilishare kupitia ukurasa wake wa Instagram pale kwenye Insta story, akiomba serikali imwajibishe mbunge wa Kigoma mjini official Baba Levo kwa kutumia kitambulisho cha bunge vibaya ndani na nje ya nchi. So hayo ndo mambo ambayo yanaendelea, na maoni yamekuwa ni mengi sana, huko watu wengi wakihisi kwamba Baba Levo ni kama anatakiwa kuachana na ugomvi na Harmonize, kwa sababu
itamshushia heshima sana kutokana na hadhi ambayo kwa sasa hivi amekuwa nayo, na watu wanaona kama sio muda sahihi ama haukuwa wakati sahihi kwa yeye kuripotiwa kuwa kwenye taarifa kama hizi ambazo zinakuwa zinachafua image, hasa ukizingatia kwa heshima ambayo kwa sasa hivi yuko nayo. Sasa wakati haya anaendelea, msanii wa Bongo Flava Harmonize amethibitisha kuwa anamiliki nyumba Afrika Kusini, na ameyazungumza hayo akiwa anafanyiwa mahojiano na X-Ball Africa. Katika mahojiano yake, Harmonize amesema kuwa anaipenda Rwanda, lakini pia anaipenda Afrika Kusini, na pia anamiliki nyumba Afrika Kusini, akisema kwamba ni exclusive ambayo anaitoa. Aidha, Harmonize ameeleza kuwa yeye ni mtu wa michezo na shabiki wa timu ya basketball Tanzania Dar City, na kueleza faida mbalimbali za kupenda mchezo huo. Sasa hii hapa ilikuwa tu ni sehemu tu ya kile ambacho Harmonize alikizungumza. South Africa is my second home. I got house here. That's exclusive. I think it's not just about that city. It's about whole the game, right? I'm a fan of that city. I can't deny that, but it's all about the game. Understand? You know, sport is everything. Understand? Sport can shape your mind, mentality, how they think. Understand? So, just want to encourage everyone from Byron and everyone that support sport. Understand? We really need this. We really need this. So, for ourselves, for next generations. And forever, as a musician, we have to make sure that I support sport as well. I'm a sport man, you know. I'm super excited. My team got City to win, so we can go together to Rwanda. I'm super excited. I love Rwanda. I love Rwanda. South Africa is my second home as well. I got house here. That's exclusive. But you know, I just want to go to Rwanda and enjoy it. So yeah, we won 2 games as our city, and we lost yesterday. And I'm sure tomorrow we're gonna win, so we can go Rwanda, very hope and get it. Yes, sasa hicho ndicho ambacho alikizungumza Harmonize, na watu wengi wameonekana kushangazwa kwamba kumbe Harmonize anamiliki nyumba. Mbona hii imekuwa ni ghafla? Lakini yote kwa yote ni mafanikio ambayo yanaonesha ameyapata kutokana na kile ambacho anakifanya katika muziki wake, na mambo yameonekana kuwa ni mazuri sana. Kwa hiyo kwa Dar City na Harmonize kuwa ni miongoni mwa mashabiki wao, inaongezea pia fan base. Ukiangalia Harmonize na followers wengi pia kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni swala la kusubiria Harmonize atakaporejea hapa kuona mambo gani mengine ambayo atakuwa nayo. So experience itakuwa ni kubwa sana. Tumemwona akiperform pale na watu tofauti tofauti kwenye ule uwanja wa basketball kwenye mashindano hayo ya BAL. Kwa hiyo mambo ni mengi sana kutokea kipande hicho cha Afrika Kusini.